Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, nikiwa kwenye ardhi ya Kihancha karibu na mpakani mwa Kenya na Tanzania, karibu na Sirare mpakani kule. Kuna sehemu itwayo Kihancha, ni jamii kubwa huku ya kabila waitwa Wakuria ambao kwamba wako huku wengi sana, na alhamdulillah nimebahatika leo kufika msikiti wao Masjid Jamia, na katika kufika hapa nafikiri umeona clip ambazo kwamba Zamyl TV Nuru ya Imani imeweza kufika huku kufanya harakati ya dawa, na tunaye kijana hapa ambaye kwamba alisilimu masiku machache ya nyuma hapa, lakini tutaweza kuongea naye kwa sababu gani pengine akasilimu, kwa sababu gani, kuna tofauti gani pengine aliona dini aliyokuwapo awali na dini hii ya Uislamu, na pia hata wanasihi vijana ambao kwamba bado hawajaweza kubahatika kuingia katika dini hii ya Uislamu. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, tuko naye kijana hapa, tutaungana naye. Assalamu alaykum wa barakatuh. Assalamu alaykum. Mashaallah. Vipi hali yako? Niko salama, niko poa. Okay. Maana nimebahatika kuingia katika dini hii kwa sababu nilikuwa nimeifikiria muda mrefu sana zaidi tangu nizaliwe. Ili kwa sasa msione nimeingia kwa hii dini, si kwamba hata wazazi wangu wako kwa hii dini. Mimi mwenyewe ndo nimeamua kwa sababu nimeifikia muda mrefu. Pia ilitokea na venye ilikuwa kwa hali ngumu, nilipitia maisha magumu zaidi nikiwa natembea sehemu tofauti tofauti, lakini si kufanikiwa kuwa na abudu Mungu kwa sababu nilifikiria dini ambayo naweza ingilia, nikaona dini ya Uislamu naweza nifaa. Hapo pengine hapo nyuma ulikuwa dini gani? Wazazi wangu walikuwa kwa dini ya Catholic, mpaka sasa hivi wako kwa hiyo dini. Pia hata mimi nasema kwamba Ukristo ambao nilikuwa nao nilizaliwa kwa hiyo Catholic, ili si kuweza kutimiza Ukristo kabisa kwa kuhusiana na hiyo dini. Pengine wewe ni mkazi wa wapi? Ni mkazi wa humu Kihancha? Mimi kazi yangu ni hapa Kihancha, Kenya, ili sio kwamba ni mzaliwa hapa, ni mzaliwa wa Burundi huko. Wazazi wangu ni wa huko, pia kwa ni wa huko ni Burundi. Mimi niliona tu maisha ndio yananipeleka vibaya, nikatoka huko nikaingia Tanzania, nikatoka Tanzania nikaingia Rwanda nikatoka nikaingia Kongo nikatoka, nikaona maisha bado naendelea kuwa magumu, nikasaacha niingie Kenya. Niliingia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, nikafika hapa, maisha kabadilika kidogo mpaka kwa sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu anaendelea kunijalia. Tangia pengine usilimu hadi sasa hivi una muda gani tangia usilimu mpaka sasa hivi? Niliingia Ijumaa wiki, kwa maana una kama masiku manne, wiki haijaisha. Masiku manne. Vipi sasa tangia uingia katika Uislamu, pengine kuna tofauti umeona Uislamu na dini iliyokuwa mwanzo? Ukweli nashukuru sana kwa sababu hii dini tangu niingie kwa hizo siku 4 nimeona ubadilishi kidogo. Upande gani? Mabadiliko upande gani? Upande wa kufurahia, wa kibiashara, kwa kuwa na kila wakati najisikia kwamba kama Mungu yupo na muabudu kabisa. Kama hata ibada yoyote ili kinipita na najisikia vibaya sana mno. Na pengine ni kitu gani ilikusukuma pengine ukasema niingie katika Uislamu? Ni kitu gani imekushawishi? Kweli kitu ambacho kinishawishi sijui nini, kwa sababu mimi mwenyewe nilishuhudia tu hao maolia hapo, sababu naona pale nafanyia kazi maolia ndo tunakaa nao tunapiga mastori. Ili sasa ilitokea tu, sio kwamba ni hao wenye waliniambia niingie. Mimi mwenyewe ndo niliamua, nikasema sasa niliwaona tu akienda, nikamwambia hata mimi nakuja kusali huko. Akaniambia karibu tena kwenye dini yetu. Pengine unafanya shughuli gani? Kazi unayofanya? Mimi kazi ambayo nafanya ni kazi ya kuuza makava na protector, vitu vya tuseme masaa, machaja, vitu vya kuhusiana na masimu tu. Ni umeajiriwa au ni biashara yako mwenyewe? Namshukuru Mwenyezi Mungu kabisa, biashara ni yangu. Hakuna mtu ambaye ananifuatia kwenye biashara yangu. Nifungue nisifungue basi, biashara ni yangu kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Pengine jina lako la awali unaitwa nani? Jina ya mwanzo unaitwa nani? Jina ya mwanzo ambalo nilipewa na wazazi wangu
naitwa Teras Muhizin Hall. Teras? Majina ya nyumbani kabisa. Teras Muhizin Hall. Jina ni ngumu kidogo. Majina ya wapi hayo? Majina ya huko tu nyumbani huko Burundi sasa. Aha. Sio kwamba ni ya hapa Kenya. Ya Kenya nilikuwa naitwa Samuel, okay. Hilo ndo watu hapa Kenya wanafahamu. Jina la nani nilipewa hapa kwa hii dini yetu ni Isa. Isa. Unafahamu Isa ni nani katika Uislamu? Kueleza kuhusu jina Isa, ni mtu wa aina gani? Hiyo vitu sijafuatilia kwa sababu naona bado siku ni chache sijafikia hapo. Pengine sasa hiyo jina ya Isa ni wewe ulichagua au ulipewa tu na shekhe msikitini? Mimi nilichagua tu, alinitajia majina ya madini, mimi nikasikia amefika kwa hilo jina ya Isa, kamwambia acha tu nichukue hilo Isa. Kwa sababu gani uchagua Isa? Majina yalikuwa mengi, si ndio? Majina yalikuwa mengi hata yani sijui ilikuwa. Kwa sababu gani ukasema tu Isa iwe Isa? Isa tu, acha nichukue hilo Isa maana yake. Sijajua kwa sababu bado ni muda mrefu. Mwalimu anaendelea kunifunza na vitu vingi ambavyo sijaelewa. Pengine kwa mtazamaji ambaye anatutazama na bado hajakuwa Muislamu, ni kijana lakini anatamani kuwa Muislamu, namshauri nini? Mpe advice kijana ambaye kwamba anakutazama, ambaye kwamba bado hajaingia katika Uislamu na anatamani kuingia katika Uislamu. Kitu ambacho naweza shauri huyo mtu ambaye ananitazama, kama ni kijana, kama ni mwanadada, kama ni mwanamama, kama ni mwanababa, mimi naweza mshauri akaingia katika dini hii, kwa sababu hii dini inakuanga dini nzuri kabisa, dini ambayo haina ubaya wote, dini ambayo inakupea furaha, dini ambayo inakuwa dini nzuri kabisa, ambayo unakuwa ukiwa kwa hiyo dini unafurahia zaidi, ukajisikia vizuri sana. Asante sana. So mtu yoyote ambaye anajakuwa anaona kama anajaingia katika dini hii, ni kutafuta penye msikiti upo, anaingia, anaomba, na kama ni shehe mkuu yupo, anamwambia mimi nataka kuingia katika dini hii, mimi ni mgeni, anampokea na anakaribia hapa. Sasa hatukatai mtu yoyote. Na pengine swali, umeoa? Na mke au bado sijaoa? Mimi bado miaka yangu iko chini kabisa. Miaka chini, nafikiria kama nazaoa. Miaka tu ni chache, miaka 22 tu. Miaka 22 bwana ni muda mzuri sana kuoa. Au bado miaka mizuri kwa yule mtu ambaye ako na uwezo, kama ako karibu na wazazi wake ama ako manyumbani, ili kwa sisi watafutaji ambao tuko nchi za nje, kwa hiyo miaka ni kidogo pia, kutokana na vile sisi ni vijana, sisi si wa dada, mara tuseme sura zitaenda mbio. No, sisi bado tuko na miaka ya kutafuta. Ndio maana nilijipea shughuli tu ya kung'ang'ana na maisha. Lakini pengine sasa hivi anayekutizama pengine ni msichana na hajaolewa, na yeye pia ni mwanaharakati, pengine akakupenda, pengine uko tayari kwambia bwana mimi, akatupigia simu Zamyl TV Nuru Imani, akasema bwana Zamyl TV bwana, tumetokeza kumpenda yule kijana aliyezungumza hapa, aliyesilimika, ningependa awe mume wangu. Je, utakuwa tayari kumpokea mtu kama huyo? Mtu kama huyo wallahi, akitokea ni msichana wa Kiislamu, amesoma dini vizuri, na amesema bana, mimi nimependezwa na huyo kijana, tunaomba shirika ya Zamyl TV Nuru Imani mtutafutie huyo kijana tuweze kuwasiliana naye na tufundishwe nikah. Je, mtu kama akitokea uko tayari kuoa? Wallahi, kusema ukweli, kama ni mwanadada wa hii dini mwenye ako hapa kwa hii dini, sitakwepa hiyo nani. Utakwepa? Sitakwepa kwa sababu hiyo miaka nikipitisha mwaka mwingine pia takuwa nimekosea zaidi, nikiwa nimepata mtu kama huyo ambaye ataniweka katika furaha yangu. Pengine sasa pengine ni mmoja wapo pengine anakutizama kupitia Zamyl TV Nuru ya Imani, pengine utamwambia nini kama ni mdada ambaye anakutizama? Mimi nitamwambia akaribie kabisa katika maisha yangu kweli, kwa sababu atakuwa mtu ambaye nilikuwa nahitaji katika maisha yangu, kwa sababu kwa sasa hata kama nimesema kama sijaoa, nikipata mwanadada ambaye ako kama huyo Muislamu, dada ambaye anaelewa masharti ya dini yetu, ambaye hata anahitaji msaidizi katika maisha yake, ukweli hakuna kitu ambacho kitazuia kumpokea, kwa sababu nitakuwa nimetumiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asante sana mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani. Huyo ni kijana aliyesilimu katika mji huu wa Kihancha, na ameeleza mengi sana katika mojawapo ya ushawishi uliomtuma kusilimu.
na pia ameweza kuwanasihi na kuwashauri wale ambao kama ni vijana hawajaweza kusilimu, mlango bado uko wazi. Unaweza fika msikitini ukaongea na shekhe wa msikiti au kiongozi wa msikiti na ukasilimu kwa njia nyepesi sana. Na pia kwa wale dada zetu ambao kwamba waliosoma Uislamu na pia bado hawajaolewa, kwa sababu kuoa ni nusu ya dini. Kwa hiyo kama utakuwa hujaolewa na unamesoma dini vyema, pia ukafanya nusura ya dini. Kuna kijana hapa mashallah ni mchapakazi na tumefika mpaka kwenye biashara yake, tukaona biashara yake alhamdulillah ni mtu ambaye ana bidii ya kujituma, sio wale vijana ambao kwa kukaa nyumbani kusubiria ugali wa baba ugali wa mama, lakini huyu ni mwenye kujituma. Kwa hiyo kama dada haujaolewa na unatamani pengine kuolewa, nafikiri unaweza kutupigia simu ya Zamyl TV Nuru ya Imani hapo juu, na tukaweza kuconnect pamoja na huyu kijana na mkaanza maisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawabariki. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, mpaka hapo sina la ziada, nikutakie maisha mema, siku njema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqa, ma'as salam.